السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ففي تقوى الله سبحانه وتعالى مفازة الدنيا والآخرة. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, naihusia nafsi yangu na kukuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewahusia wale ambao walipewa kitabu kabla yenu na tumekuhusieni nyinyi kwamba mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo naihusia nafsi yangu na kukuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, hakika miongoni mwa malengo makubwa ya dini yetu ya Uislamu ni kuijenga jamii ya Kiislamu yenye mshikamano, jamii ambayo ina mahaba, mapenzi makubwa baina ya Waislamu, jamii ambayo imejengwa na udugu wa Kiislamu, jamii ambayo haina mfarakano. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha ndani ya kitabu chake kitukufu aya miongoni mwa aya ambazo zinatimiza lengo hizi. Miongoni mwa aya hizo ni aya ambazo zimeshuka ndani ya suratul Hujurat. Ndani ya sura hii Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amebainisha adabu mbalimbali na tabia ambazo zinajenga mahusiano imara baina ya mja na Mola wake, au baina ya mja na mja, baina ya Muislamu na ndugu yake Muislamu. Kupitia mahusiano haya jamii ya Kiislamu itakuwa ni imara, jamii ambayo haina mfarakano. Miongoni mwa adabu hizo ni kuwa na adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya sura hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih, msimtangulie Allah na mtume wake. Huu ni usia ambao ameuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini. Usije ukalitanguliza jambo lako mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala au mbele ya mwongozo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Usizungumze jambo katika dini ya Allah pasina dalili. Usije ukaitanguliza rai yako au akili yako au ada na desturi juu ya mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii ambayo marejeo yake itakuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, itakuwa ni jamii ambayo ina mshikamano imara sana, migogoro haitopatikana ndani yake. Kwa hii ni miongoni mwa adabu ambazo inapasa kujipamba nazo Muislamu.
fala tuqaddim aqlak au ra'yak au dusturak amama kitabillahi au amama sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Muislamu hapasi kutanguliza mawazo yake au akili yake mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Miongoni mwa adabu ambazo zimekuja ndani ya sura hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hii ni pale ambapo mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam unasomeshwa na mtu akajishughulisha na mambo mengine. Al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala anasema, hurmatuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam mayitan ka hurmatihi hayyan, heshima na utukufu wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni ile ile heshima ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akiwa amekwisha fariki, ni ile ile heshima ambayo atapewa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akiwa yuko hai. Na katika heshima na kumwadhimisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni kuyaadhimisha maneno yake pale anapokuwa yanasomeshwa. Umekaa katika darasa ya ilmu, usijishughulishe na mambo mengine, sikiliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ndani yake inapatikana ilmu na adabu mbalimbali. Miongoni mwa adabu ambazo zinapatikana katika sura hii ni adabu za upokeaji wa taarifa. Al-adab fi naqli al-akhbar au fi akhdhi al-akhbar, ni adabu za namna ya kupokea taarifa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mmemwamini Allah, atakapokuijieni mtu muovu na taarifa au na habari, basi tafuteni ubainifu. Allah subhanahu wa ta'ala hajakataza kuipokea habari hii, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwenda kutafuta ubainifu. Je, taarifa hii ni ya sawasawa au taarifa hii ina uongo ndani yake? Qala al-Imamu Shinqiti fi tafsiri, al-Imamu Shinqiti amesema katika tafsiri yake akielezea aya hii, nazalat hadhihi al-aya fi al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth, aya hii imeshuka ikimzungumzia al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ila Bani al-Mustalaq, wakati mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama alipomwagiza huyu bwana kwenda kwa kabila la Bani al-Mustalaq, moja katika makabila makubwa katika makabila ya Waarabu, liakhdhi sadaqatihim, kwa lengo la kukusanya zaka zao. Farajaa huyu bwana al-Walid ibn Uqba akarudi kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa akhbara bi khilafi al-waqi', na akatoa taarifa ambayo ni kinyume na ukweli, akamweleza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kinyume na ukweli. Fa anzala Allahu hadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala akaishusha aya hii, wa hiya tadullu ala adami tasdiqi al-fasiqi fi khabarihi. Aya hii inatujulisha juu ya jambo la kutomsadikisha mtu muovu katika habari yake, hata yutathabata minhu, mpaka ifanyiwe uthibitisho. Kwa hiyo tunaamrishwa katika aya hii katika jambo la kuyakagua maneno. Neno moja linaweza likaharibu umoja wa Waislamu, na mifano iko mingi. Neno moja linaleta mfarakano baina ya Waislamu au baina ya mtu na mtu au baina ya familia na familia, matokeo yake inakuwa ni vita na mapambano. Hii ni adabu miongoni mwa adabu ambazo zimekuja katika sura hii. Sura hii
imekusanya adabu nyingi sana ambazo inatupasa sisi tuishi nazo katika maisha ya kila siku. Adabu hizi zitatufanya tuwe kitu kimoja, jamii ambayo itakuwa na mshikamano na mahaba, jamii ambayo itaoneana huruma baina yao. Kwa hiyo ninaihusia nafsi yangu na kukuhusieni juu ya kushikamana na tabia hizi na adabu hizi. Fatubu ila Allahi jami'an wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum bi taqwallahi azza wa jalla, fa fi taqwahu subhanahu wa ta'ala mafazatud dunya wal akhirah. Ndugu Waislamu, miongoni mwa adabu ambazo zimekuja katika sura hii, al-adabu ma'al mu'min al-hadir, ni adabu ya mahusiano ya muumini na ndugu yake muumini wanapokuwa pamoja katika mazungumzo ya kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yaskhar qaumun min qaumin. Katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu wanapokuwa pamoja wasidharauliane, kuzungumza maneno ya kukejeli, kudharauliana, wasifanyane maskhara watu, kuwafanyia watu wengine kwamba nyinyi ni watu wa hovyo sana, familia yenu imesifika kwa jambo kadha wa kadha, ukawajeruhi watu kwa sifa mbaya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, msisengenyane. Allamzu, kusemana kwa ubaya, kurambana visogo, haifai. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuitana majina mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo hilo. Fanaha Allahu subhanahu wa ta'ala an kulli ma yu'dhi almuslima fi hudurihi, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kila jambo ambalo linapelekea kumuudhi Muislamu unapokuwa naye pamoja. Minas sukhriyati wal istihza'i wal ihtiqari wal lamzi wat tanabuz bil alqab, kumdharau, kumfanyia kejeli, kumsengenya au kumtaja kwa sifa mbaya, kwa sababu muumini ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu ambazo zimekuja katika sura hii, al-adabu ma'al mu'min, ni kuwa na adabu kwa muumini, al-mu'min al-ghaib, muumini ambaye anakuwa hayupo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na kuwa na kuwadhania watu vibaya. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na kudhani kwa wingi, kwa sababu mlango wa dhana unapelekea kumtazama mtu kwa sura mbaya. Katika aya hiyo vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, msichunguzane na wala msisengenyane, kwa sababu utakapoanza kumdhania mtu vibaya utafungua mlango wa kumchunguza. Ukifungua mlango wa kumchunguza utamsengenya, na kusengenya ni kitendo kibaya sana, Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha. Kwa hiyo hii ni adabu miongoni mwa adabu ambazo tukijipamba nazo tutakuwa na jamii yenye mshikamano na mapenzi. Kwa hiyo ninaihusia nafsi yangu kwa mara nyingine na kukuhusieni juu ya kushikamana na mafundisho ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kutengemaa kwetu sisi Waislamu ni kushikamana na mafundisho yote ambayo yamekuja katika kitabu cha Allah, na miongoni mwa mafunzo hayo ni hizi adabu ambazo zimekuja ndani ya sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni miongoni mwa wale ambao wanashikamana na mafundisho ya kitabu chake na kushikamana na mwenendo wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aziweke sawa hali za Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aziunge nyoyo za Waislamu.
Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na tabia njema. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tushikamane na mwenendo wa mtume wa Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.